Najua kuna watu wananifuatilia kwa sababu ya shuhuda, kuna watu wananifuatilia kwa ajili ya taifa, kuna watu wananifuatilia kwa ajili ya kupokea update. Kwa hiyo ninaomba kama nilivyoanza niendelee vile vile. Ninaomba nitaanza kwa kufungua kwa maombi, baadaye nitayahusisha ushuhuda, ujumbe kwa taifa na nini pia cha kufanya. Baba, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu daima, milele hata milele. Ninasimama kwako wakati huu na saa hii Jehova, ninaomba neema itokayo kwako. Ninasimama kama Habakuki kwenye zamu yangu ulioniweka Bwana kwa ajili ya taifa. Bwana, nikisimama pamoja na watu wote ambao wanasimama na wewe kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunanyenyekea kwako. Niongoze kinywa changu Bwana. Amen. Kwanza nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye amezidi kuwa mwaminifu juu yetu, na hata hapo tulipo kama taifa ni kwa neema yake. Nianze na shuhuda fupi kwa ajili ya kukutia moyo wewe mtu wa Mungu ambaye unatamani kumwona Mungu juu ya taifa, juu ya maisha yako binafsi. Kuna mtu ambaye tuliomba naye mwezi wa 8 kwa ajili ya kazi, na baadaye akaja kupata kazi mwishoni mwa mwaka, na ndani ya miezi 4 amepandishwa cheo mara 2, na mwaka huu alipofungua ile mwezi wa 2 akapandisha cheo cha topu kwa level ambayo alikuwa nayo. Kwa huyo ndiye Mungu anayeweza kukuinua, mpaka wafanyakazi wenzake wakawa wanasema kwamba hivi wewe Festo, kwa kweli Mungu anakupendelea. Yaani umetukuta sisi na sasa hivi umekuwa kwenye level hiyo. Huyo ndiye Mungu. Kama ukitaka uone baraka za Mungu na kibali cha Mungu, tafuta kuanza na Mungu, lia na Mungu. Huyo mtu amekaa mwaka na sehemu bila kazi Dar es Salaam, lakini usiku mmoja aliyoutumia kwenye maombi, baada ya kuwa nimeambatana naye kwenye huduma, baada ya kumaliza huduma nikamwambia basi tupate muda wa kumwomba Mungu kwa ajili ya kukupa kazi, kwa sababu umejitoa kumtumikia. Huo usiku mmoja umempa kazi, na sio kazi tu, bali kuendelea kupandishwa kwenye kazi. Huyo ndiye Mungu. Lakini ushuhuda wa pili ni wa mtu mmoja ambaye naomba nisiweke wazi ushuhuda wake, lakini yuko nchi fulani na alikuwa anatakiwa asafiri kwenda nchi nyingine, lakini visa yake ilikuwa bado hajapewa. Yaani anatakiwa asafiri kesho, lakini tarehe 10 hiyo ndo alikuwa ananiambia kwamba visa yake bado, na ni safari ya kikazi ambayo pia isipotimia itakuwa imemuingizia hasara kubwa sana. Alikuwa anasafiri yeye na mwenza wake. Lakini Mungu alivyo, nilipotoka kwenye mafunzo nikawa nimeingia chumbani, nikapata muda wa kuomba karibia lisali 1, na Mungu ni mwaminifu. Kesho yake asubuhi visa yao ikatoka, visa zao zikatoka na wakaweza kusafiri. Na wakati ninaomba nikawa nasikia nakumbushwa kwamba Mungu ni omnipotent, Mungu ni omnipresent. Yaani kwamba Mungu ana uwezo kuliko uwezo wa kitu chochote. Uwezo wake hauwezi ukawekewa mipaka. Uwezo wake hauwezi ukashindwa, hauwezi ukafika mahali jambo likashindikana. Lakini pia Mungu ni omnipresent, manake ni Mungu anayepatikana popote, ni Mungu aliye popote, anayefika popote. Manake hakuna mahali ambapo unaweza ukamtuma Mungu na hapo asifike, maana yeye tayari yupo. Chochote kilicho duniani yeye Mungu yuko ndani yake, maana ndiye aliyeviumba. Kuna chapa ya Mungu kwenye kila kitu. Kwa hiyo nilipokumbuka hayo mahubiri ambayo tulikuwa tumejifunza hiyo siku,
nikatumia kwenye maombi na kutumia mamlaka tulio nao katika Mungu, visa ikatolewa. Nikasikia ndani yangu kwamba Mungu ana uwezo wa kusema na wahusika, na wakapata mzigo ndani yao na wakatimiza wajibu wao, na Mungu akafanya. Huyo ndiye Mungu, huyo ndiye Mungu. Nao tuje kwenye habari ya taifa letu la Tanzania. Ninaomba kabla sijaleta andiko lingine, naomba nianze na andiko hili, ambapo ni kwamba kuna siku tulikuwa tunajifunza kanisani kwa habari ya utii, kwamba utii mbele za Mungu una namna mbalimbali. Kuna watu ambao wanamtii Mungu kwa moyo wote, na kuna watu ambao wanamtii Mungu nusu, yaani anafanya nusu, anabakiza nusu, na kuna watu ambao wanakaidi kabisa. Sasa tulikuwa tunajifunza kitabu cha Yoshua sura 16 mstari wa 10, ambapo Efraimu, kabila ambalo ni uzao wa Yusufu, waliambiwa watoe kabisa Wakanani kwenye mji wao ambao wamepewa kurithi, lakini badala yake wakabadilisha neno la Mungu. Badala ya kuwafukuza, wakawafanya kuwa wafanyakazi wao, lakini mwisho wa siku waligeuka kuwa mwiba kwao, maana walikuja kuwa maadui wao wakubwa. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akatuma jambo kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia yako. Usifanye nusu, fanya kama Bwana alivyokuagiza kufanya. Hata huyu Sauli, sio kwamba alikaidi kabisa, alifanya kwa sehemu alichoagizwa na Mungu, lakini Mungu hatembei na mtu anayetii nusu. Anapenda mtu ambaye akimwambia kitu anatii kama kilivyo. Kwa hiyo hata Tanzania tuliambiwa tumuombe Mungu, tuendelee kumuomba Mungu, tusitii nusu. Sasa ninaomba nitoe mrejesho kwamba baada ya kuwa nimesikia ndani yangu ya kwamba kile ambacho nilikuwa nahisi hawa watumishi wanapaswa kukifanya, ambacho nilikuwa nimesikia hawa watumishi, nilikuwa nimesema ndani yako hawa watumishi wakifanya, unaweza kukifanya wewe. Kwa hiyo manake sasa ni wajibu wa aina mbili: moja, Injili; mbili, maombi. Mpaka ninavyosema hivi, kuna watu ambao kuna mtu ambaye alinitumia $500 na mwingine akanitumia $500 kwa ajili ya mke wangu kwa habari ya kujifungua. Lakini kwa kuwa nilikuwa nimetuma balance kama ya sio hela kubwa, naomba nisitaje, hata haifiki $500, hata haifiki laki ngapi, lakini niliamini kama wazazi wetu walikuwa wanajifungua bila hata $50,000, maana yake kujifungua kwa mke wangu ni kwa neema Mungu na itakuwa ni ushuhuda mkubwa. Kwa hiyo hizo hela nikazielekeza kwenye huduma. Mpaka navyosema hivi, kuna vikundi ambavyo sio kwamba ni timu yangu ya huduma, bali na sapoti kazi ya Mungu. Kwa kuna timu mbili ambazo tayari zina speaker 2 za Injili, lakini pia kuna huyo mtumishi wa tatu ambaye yeye ana simu ya huduma imemsaidia kufufuata hicho kikundi kingine. Kwa hiyo manake almost ni kama $2,000,000 ambayo Bwana maana anayetoa ni Mungu, sio mimi, maana mimi sina kazi ya kuingiza hiyo hela. Kwa wiki kama 2-3 Mungu ametupa hela kama $2,000,000 kwa ajili ya kazi yake. Lakini hizi hela tuna mbele za Mungu, ninamwambia Mungu, hii ni sadaka kwa ajili ya Watanzania. Hii ni sadaka ya Watanzania ambayo wanaitoa kwa ajili ya taifa lao. Hata kama ilikuja, mfano mmoja aliyenipa alikuwa ni mzungu, mwingine aliyenipa ni watu ambao wananisikiliza mtandaoni. Pamoja na hayo, hizo pesa zimepatikana kutokana na huduma ya kuliombea taifa. Hata kama yule mzungu alituma kwa ajili ya
kunisapoti, lakini nimefika huko pia mkini ni kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo ninaamini kabisa hizo sadaka sio bure mbele za Mungu, maadamu nimebeba mzigo kwa ajili ya taifa. Lakini pia napenda kutoa mrejesho wa huyu mama ambaye tangu nimemshirikisha juu ya taifa na juu ya uamsho, amekuwa akizidi kuomba. Mungu sio mwanadamu ambaye hawezi akaona bidii ya mtu. Huyu mama Mungu ameendelea kumtumia pia kuomba na watu. Asivyo amekuwa bize kuliko maelezo, kuliko hata mimi. Na mimi nafurahi kwa sababu anayetuinua ni Mungu. Ukiwainua wenzako, Mungu anakuinua pia. Ukiwatambulisha wenzako, Mungu anakutambulisha pia. Kwa Mungu ninafurahi juu yake. Mwisho niseme ya kwamba tulikuwa tumepanga kwamba mwezi wa 6 na mwishoni mwa mwaka tuwe na mikutano kwa ajili ya taifa, lakini nimeona ya kwamba tusisubiri mambo makubwa. Tunahitaji, mpaka sasa tumeshaona dalili ya taifa lilivyo. Taifa liko kwenye giza. Tafakari maombi, unasisitiza mpaka unawatafuta watu, unawapigia simu watumishi, lakini hakuna kinachofanyika. Manake taifa tuko kwenye giza, uamsho wa rohoni haupo. Imani kwa Mungu ya kwamba anaweza akafanya jambo imepungua kwa watumishi. Ndiyo maana tunaamini katika hoja, tunaamini katika kujibu hoja zenye nguvu, lakini hatuamini katika kwenda magotini pa Mungu. Kwa hiyo ambacho nimefanya kwamba ni kila Jumamosi, wale ambao wataweza kuwa na mkesha Ijumaa itakuwa ni vizuri, lakini natamani hiyo Ijumaa mkesha ambao wataweza, lakini pia Jumamosi tuitenge kuwa ni siku ya maombi kwa ajili ya taifa. Kila Jumamosi jitoe kufunga, mtu wa Mungu. Maana kuna mwingine aweza akafunga maombi ya siku 21, mwingine aweza akafunga maombi ya siku 40, lakini jitahidi hata angalau kila Jumamosi iwe ni siku ya maombi kwa ajili ya taifa, toba kwa ajili ya taifa, lakini pia maombi kwa ajili ya kulikomboa taifa liwe huru kutoka kwenye utekaji, kutoka kwenye uuaji, kutoka kwenye kuonewa, tuwe taifa tena la mfano. Lakini pia tutakuwa na ibada ya kila mwezi, Jumamosi ya kila mwezi. Kutakuwa na hizi Jumamosi, kila Jumamosi, lakini kutakuwa na ibada kubwa zaidi ya kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Mbona natamani kuiorganize, bado nafuatilia. Maono yangu ni kwamba angalau kila kwenye mji kunakuwa na, kila kwenye mkoa au kwenye mji mkubwa kunakuwa na mahali ambapo watu watakutana kuomba. Mungu atatufanikisha. Kwa hapa ninachoanza sasa hivi ni kutafuta kanisa ambalo, na tusubiri mrejesho kwenye kanisa langu ambapo ninasali. Tukipata nafasi hapo Jumamosi ya tarehe 28 kuwepo na ibada kwa ajili ya kuliombea taifa, lakini pia na makanisa mbalimbali. Unajua anayeweza kuliponya taifa hili ni Mungu. Kwa hiyo tukifanya mchezo, tutashangaa kuna vikundi vya ugaidi vinaibuka, tutashangaa mambo yanazidi kuharibika. Lakini tukirudi kwa Mungu ambaye ndiye anashikilia uhai wa hawa wanaotutesa na kutunyanyasa, ndiye anayejua hatima taifa letu, tutakuwa salama zaidi. Usiache uhusiano wako na Mungu, usiache kumlilia na kumtafuta Mungu kwa bidii. Lakini pia kama unajua kuna jambo, kuna wajibu Mungu amekupa, usiogope kuufanya. Maana hakuna kazi rahisi duniani ya juu ya Mungu. Wote unaowaona historia zao zipo ni kwa sababu walijitoa bila kuogopa kufanya kila ambacho Mungu amewaambia. Na wewe usiogope. Mimi ningekubali kuogopa, usingeniona ninaongea hivi. Nimekatazwa na wazazi wangu, nimekatazwa na watumishi wa Mungu wakubwa, nimekatazwa na mtumishi wa Mungu mchungaji ninaposali. Kwa kama ingekuwa kuwasikiliza wanadamu ningeacha. Lakini wangapi wanatiwa moyo kupitia neno nalolitoa na kupitia kusimamia kila ambacho Mungu ameniambia.
na mimi nimesha hesabu ya kwamba uhai wangu ni wa Mungu. Kwa kama hii kazi inaweza ikapelekea uhai wangu, basi ujumbe wangu utaendelea kuishi na utaendelea kuwakumbusha. Lakini Mungu pia hajanionyesha kufa. Kwa hiyo yeye ni Mungu anayeweza kulinda na kusimamia kile alichokionyesha. Kuendelea kusimama na Mungu, usiache kuomba kwa ajili ya taifa. Wachungaji, watumishi wenye makanisa, ninaomba Ijumaa mkiweza iwe ni Ijumaa ya mkesha kwa ajili ya toba, kwa ajili ya taifa. Jumamosi siku ya maombi, mnaweza kukutana jioni kufanya ibada pamoja, itakuwa vizuri. Maombi ndio yanaweza kulileta taifa pamoja. Maombi ndio yanaweza kulileta taifa kulirejesha taifa kwenye msingi ulio bora. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu unastahili heshima na utukufu. Baba, asante kwa neema yako. Baba, asante kwa utukufu wako. Mungu uliye hai, ninaomba simama na utawale kwenye taifa la Tanzania. Tawala kwenye anga la Tanzania. Tawala kwenye ardhi ya Tanzania. Mungu ujidhihirishe, Mungu ujifunue, Mungu utamalaki katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, utawala wa uovu Bwana ukauangushe na kusimamisha utawala wa haki na sheria. Mungu, katupe ushindi Bwana. Tunaomba uamsho utokao kwako Bwana. Amsha mioyo ya watumishi wasimame kwenye nafasi zao. Mungu, utujalie neema, kibali na nguvu zitokazo kwako. Ninaamini Bwana. Lakini pia wako watu ambao ni wahitaji, wanatamani kukuona wewe Bwana. Wengine katika ndoa zao, Mungu ukasimame. Wengine ni wagonjwa, Baba ukadhihirike. Natamka uponyaji juu yao katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Neema juu ya neema ikazidi kufunuliwa kwao. Ni katika jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki na kuwatunza. Amen.